For generations and generations, the girl child has been the talk of nations. But what about the boy child? The annual men's conference held at undisclosed locations all over the world seeks to address the plight of the boy child. Welcome to the Men's Conference 2020. Attention please, gentlemen. We all know why we're all here. The Men's Conference has been with us for years and years and years. Our ancestors, the boy child, have been under siege since time immemorial. Do we have a solution? Yes. Yes. Kabisa. Yes. So who am I and why am I here talking to a sausage fest? I'm confused right now, G. And not on a Valentine's date with someone's daughter. Mimi nimekuwa na dem na nimeteseka. Madem. Ndio maana sina dem. So this is my co-host. Waseme ni to underscore. And Valentine's. Ikwende huko. Decorum. So back to business. We are the part where we find a solution. Bana. Kwanza isha kula fare manze. Last week dem flani fine, thank you. Nimegoma baki mswari. Nigga what the f***? Nikamtumia fare. Giza bana. Anakosa kukuja. Niko sure hata simu ulizimiwa bana. Simu ilizimwa, ilinyongwa. Ukipata haingii. Decorum guys. Hizo bro, hapa lazima ujiintroduce kabla hujatoa makasiriko yako. Sawa. Fellow men, mimi naitwa Brianomics the Truth. Na nimeona masaibu sana jo. Mpaka sasa hivi naona dem nika game. Siwezi handle. Decorum. That's good. We'll come back to your issue. Is there anyone else who wants to introduce themselves and Of course. Yeah, I go by the name Vector. I'm a businessman. Yeah, alafu unajua pia mimi niko kwa hii conference manze because niko na issue manze. Fungua roho. Na issue man. Unajua kuna vitu zingine tu yani huwezi anza tu kuongea yani lazima at least ufungue roho. Cause ndio yani kama nyinyi so unajua. So unajua mimi na kifaa na bado nina kamada. Wait a minute. Who are you? Niko na kifaa. Una get? Yeah, so sijui ni do aje mazee cause tunani do mother mimi na hii kifaa ya mine ndio to survive mazee. Ma bills, manini unajua? Alafu kuna venye yako na kaform yani. Tuna show mazee. Sasa umetoka umasikini. Sasa sijui tufuate roho ama Mure umekafunga atifuate roho. Roho kitu gani? bro. Kula pesa bana. Really, nigga? Kula do. Kula do. Kula pesa bro. Enda na kulipa bills. Mazee kila kitu. Wasi unaona man. Siongei sana yani. Okay. Is there anyone else? Clearly there are so many issues. But is there anyone else anataka kutoa shida? Alafu tutatatua mbeleni. Is there anyone else? Anyone guys? By the way, manzi pia mimi niko na kaishu jo. Pia wewe. Decorum. Please introduce yourself. So kusema kweli doctor, mimi niko na main chick na kaside. Unajua sisi maboy lazima ucheze kidogo. So mimi naitwa Sticky, I'm a businessman. Okay. So men ameamua kulinda lango
anakaka kwa kija full time man. So mpaka nashindwa side chick ndampeleka wapi man. Hiyo ni kazi rahisi bro, mazee si una mado. Yes. Si una mado? Hata suti safi Yeah. Lojo. Kweli? Lojo buda. Lojo. Buda si hivyo. Kichinjio, tafuta kichinjio. Ndo gani hiyo? Ndo nini hiyo? Kichinjio. Buda sina wado. Tafuta nyumba nyingine, rendisha keja. Mazee. Decorum. Okay, we'll come back to that. We're so many here. Is there anyone else anataka kutoa shida? Yeah. Nimekumbuka. Mimi naitwa King Fizo, mimi ni music producer. Na tuko na ka issue fulani bro, yani nimekuwa na dema zetu tukafanya mambo yetu madhogodhanio hapa pale. 3 months sasa hii imepita. Lakini dema ananiitisha madoma zeti na mimba mara hii. Aje. Ndo nashangaa maana sikiza mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu bro. Mimi nichezaga safe kusema ukweli. Shaelewa? Sielewi man. Ngoja bro. Hebu describe anataka. Unajua hapo mtaa. Hiyo duka ya kwanza kabla uingie kwa M-Pesa sikuna kakorida hapo hiyo plot sasa. Akona tattoo hapa kwa Ndo huyo amebeba hivi. na mwanya. Dema ni hustle mbaya sana bro. Kwani unamjua? Hold up. Last week ndo ameniambia kona ball yangu imagine. No. Dema amekuwa kinitoanisha mado. Huyo mmoja. Amalina. Guys, let's listen to the doctor. Okay. Let's go through every issue one by one, step by step. And to the first one. Ya kukula fair. Who are you? Ameandika upside down. Hii ni coronavirus. Kijana wetu hapa alisema mambo ya kukula fair, msichana na kutumia fair. Is there anyone probably who wants to give an advice or a story? Actually, doctor, Yes. I have my own personal experience. Sawa. Msikize. Hii issue ya kula fair, kuna nimepitia mashida pia mimi. Kuna msichana aliniambia nimtumie fair ndio aje kuniona. Umeona? So mimi sijawahi muona, unajua. Niko na psyche ya kutaka kumuona. So sikutaka kutuma fair kwanza. Akaniambia anataka nitume fair, akule fair kwanza kwa sababu hata yeye hajawahi kula fair. So, sikiza for the fun of it. Anataka kula fair kwanza, asikie utamu kula fair, ndio sasa ya pili nikituma ndio atakuja. Atakula. Hiyo ni fair aje sasa? Atakula. So doctor, sijui unaweza ni advise aje nifanyaje ama ilikuwa nifanyeje? Number 1, msichana anaweza jilipia fair. Goddamn right. Anaweza jilipia fair. Very True. Kwani hawafanyi kazi? Wanafanya kazi, ndio? Na akona wazazi. Exactly. Akona wazazi, anafanya kazi. So, number 1, usitumie msichana fair kama haumjui. Lakini daktari, kwa hiyo issue, sasa tukisema tusiwatumie fair, hiyo si ni gender balance tunajiletea kweli? Hapana. Utaenda independent bwana ukikataa kutuma fair. Tunajiletea gender balance. Tuwe. Kwa sababu kama unataka akuje na amekataa kuja, mbona tusimamie? Advice I can give the boy child about fair ni usipatie msichana fair number 1 kama haujaimuona. That makes sense. Number 2, akitaka fair na unamjua, atume ile approximate ya fair. Really, nigga? Atume approximate ya fair when atakuja, na lazima ujue msichana Au mlipie Uber. Na kama anatoka Githurai, kama fare ni 30 aseme ni 30. Asiseme ni 200. Aseme ni 30. Hapo sasa tutakuwa sawa. Number 1, utakuwa umejua huyu msichana, so unajua anatoka Githurai ama anatoka Karen ama anatoka Buru, ama anatoka Lang'ata ama utajua. Ama Kayole ama mmoja. Kayole. Exactly. Like my brother here anasema fair ni ya mtu mmoja. Utumie yeye na jamii yake na mama yake. Why? Thank you doctor.
So to this one, you have to know the lady so that umtumie fair. Yes? Yes, yes, doctor. That one imemaliziwa. Coming to the second issue. Kuwekwa na sugar mommy and you have msichana mwingine, yeah? Kuwekwa na sugar mommy na bado you have a girlfriend. Decorum, guys. So about you, what I tell you boys, yeah, you men, you gentlemen. Number one, be faithful, yeah. Be faithful to the lady you have. Mapesa mtapata. Pesa uongee. Hapa I can see men who do their own work. Mko na makampuni hapa. Hazitoshi. Yeah. Hazitoshi. Ati hazitoshi. Zitatosha. Everything is patience. So utapata, if you have a sugar mommy anakudanganya, yeah, kama ni pesa utapata afterwards. If you have a girlfriend, she will support you in everything that you do. Yeah, true. Yeah? True. Kama my friend here alikuwa nayo shida pia, najua hakuongea, lakini alikuwa nayo shida in the year 2016. Yeah. In the year 2016 alikuwa na mashida mingi, alikuwa na sugar mami wawili. Pesa wase. But vile unamwona sahi, he's in a good suit. Yes. Pesa yangu. Yeah. Yangu hii sasa, si ya sugar mami. I advised him to stay with his girlfriend, akam push, akam support kwa shida yake, nini. And now he has his own business. Yeye ni msanii, he's an actor. Na hapo kuna point. Yeah. So what I tell you about sugar mommy, hata kama mnachochana, leo pesa is really nice. Mambo ya sugar mommy, wacha mambo ya sugar mommy. Stick to your girlfriend. Sawa? Sawa. Tuko poa. Lakini doctor, yeah. Unaelewaje hizi? Hiyo Easy. That's why I'm called a doctor, my friend. So to this issue tumetatua, yes? Yes. Doctor. Now to the third issue. Mnaangalia hapa. Anyone? Mnaweza anyone? Yes, my co-host. Yes. Huh? Actually says so much. So to this third issue inasema, angalieni, main and balancing a side chick. Mnaweza ona, you will be doctors one day. Yeah, doctors one day. So there's this main and side. Nilisikia sana mkachochana. Please, we don't do that here. That's why he always says decorum. Main na side, it is one thing. Please, my men, be faithful. Be faithful to the ladies you have. True. Be faithful to the wives that you have. Wengine wenu hapa, you have a wife, mko na mtoto, na bado mnasema you have so much love. This man. So much love to share. Yeah. Give all that love to one lady. Yeah? Roho ni kubwa bwana. Hata kama roho ni kubwa, wache roho kubwa ikae na mwanamke mmoja. Please. So be faithful to one lady, be faithful to one wife. Hapo mtakaa kama sisi, eh? Faithfulness is key. That's what Dr. Latin can tell you, men. So, yes. Decorum, guys. Decorum. So even though we only had 4 issues, it looks like all these issues affected each and every one of us. Yeah? Pregnancy. Na kusumbuliwa kutoa pesa. Please. If you don't want ladies to call you telling you, oh, niko na mtoto wako, send money, send M-Pesa. Wrap it before you use it. Mnielewa ama nifafanue? Explain. Yes. We all went through kitu inaitwa sex education. Yes. Sex education. Kuna mambo mingi hapa ya maugonjwa. It's just not only pregnancy. You should open your eyes, my gentlemen. We are young and we have a big life ahead of us. True. So kama ni issue ya pregnancy na kusumbuliwa na pesa, we can remove all of this. Yeah? If number 1, again, you are faithful. Number 2, use protection. Use protection. Kama ni tamu bila, you go back to
Faithfulness, yeah? Faithfulness. Please, semeni na mimi. Faithfulness. Yes. 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 Faithfulness, kama uwezi, unatumia. Say it with me, protection. Protection. But we have to be Faithful. You see, you are all doctors now. Yes, yes, very good. Lakini daktari, mimi niko na swali. Yes, yes. Hapo kwa hiyo protection. Aha. Sasa hapo si ukiweza tumia ile sabuni inaitwa Protex, ukiosha nayo mali vizuri, uko tu sawa. Decorum. That's a very good question. It's very creative, huh? You're very, very creative. Anakata Mike Zero. Naitwa Mike Zero. Mimi ni msanii, video producer. No wonder. Na mimi naona hiyo Protex, vile inaitwa Protex, ukiosha nayo mali vizuri na uikaushe dakika 2 ama 3 iache nje. Uko sawa. Hapo unaonaje daktari? Decorum, guys. Yeah. So what I'm going to say about that ni my co-host atajibu hiyo swali. Yeah. Actually, that's very creative. Mike Zero, I can see yeye ni msanii. Ni msanii. Anajaribu kucheza na maneno. Okay. But it doesn't work that way. Protection means protect yourself. Si ati ukioga na sabuni umejiprotect. Kama aje wase. Ndio. Si ati ukioga umeosha. Unaelewa? It's just supposed to protect yourself. Unaelewa? You're a gentleman. Unaelewa? Yeah. So it's just being creative. Yeah. So what I can say in closing is that this has been a very successful men's conference 2020. Yeah. In 2018, 2019, 2016, all the way to time immemorial, zimekuwa, and they've helped the boy child sana. So all I'd like us to do is, take what I've told you, take what my co-host has told you, please, and let's have an amazing 2020. So let's make a toast. More money, more power, more success, boy child. Corner. This is my co-host. Minute underscore. Au sio? Ndio manake. Nimesahau lines. Sio bwana. We'll come back to each and everyone's issue. Kuna mtu mmoja hajatoa shida yake, Vector. Au kwa umetoa shida. Alisema. Ilitoa kitambo sana. Yes. Iko poa. So Iko sawa. So hapo I can see that we only had 4 issues, but inakaa all these issues affect each and every one of us. Yeah. So hata kama siwezi soma hii shit. Sasa unasema news protection. Yes. Nikiweza kutumia ile sabuni inaitwa Protex niko sawa? Tumsaidie. My co-host will handle this issue, please.